Madam vipi? Poa. Eti kaanza na kucheka. Mbona mapema wote hivi? Sasa mimi si nimezoea kucheka tu muda. Umezoea kucheka. Ili ukasirike inatakiwa ufanywe kitu gani? Mimi hata nikikasirika, yani si labda nikasirika kwa kiasi gani. Naweza nikaa nimekasirika na ninacheka. Unaumia ndani kwa ndani? Huwa yani niko hivyo. Toka nikiwa mtoto, nilikuwa hata nikikosea nyumbani. Unakuta babangu yuko serious anataka labda kuniadhibu. Lakini anaweza kana nifukia mimi nikaa nacheka. Bado kuna kipindi wao wakawa wanajua tu, yani huyo mimi hata watoto wangu nao wako hivyo hivyo. Watoto wako wamekurithi wewe? Hivyo hivyo napenda kucheka, yani ndio sijui, yani mimi ndio jinsi nilivyo. Kwa mtu anaweza akanikera nikaa na kujibu. Kwa mtu ambaye wa karibu anaweza yani mtu ambaye ananifahamu sana anaweza akajua mimi na hasira au sina hasira. Kwa mfano kama mke wangu hivi, ananijua sana. Anajua, au wazazi wangu wananijua. Kwa anajua kabisa hata nikiwa na hasira labda kitu kimenikwaza, naweza nikaa nacheka. Lakini inategemea nachekaje. Naweza nikaa nacheka. Lakini ndo nimekasirika. Ndita, unacheka huku ndita imetokea usoni au? Siwezi yani kumkazia mtu sura hivi, siwezi. Siwezi kuanza sura yangu. Yani siwezi. Yani unaweza kaniuzi ukawa unaniambia hata sorry na nini lakini nikaa nacheka. Au nikakwambia tu poa basi. Uko unawaza nini kwenye moyo wako mpaka unajikuta unacheka? Wapo ambao nishai kuwasikia wanasema wana hali kama hiyo wewe. Mimi yani hata sielewi. Yani mimi ndo jinsi nilivyo. Yani mtu anaweza akaniambia kitu mimi nacheka. Naweza mtu kama amenikosea, anaomba msamaha, mimi nikaa nacheka. Labda yeye anajua labda nafanya makusudi au nini. Lakini sio kusudi kwa sababu yani ndo natural, yani ndo nature yangu jinsi nilivyo. Nafurahi tu muda wote na hivyo. Watoto wangapi? Maana umeniambia kwamba watoto wako pia wamekurithi wewe, wanacheka hata akiwa na hasira. Na watoto 3. Mashallah, hongera. Asante. Na wote wana tabia kama yako? Wote wako hivyo. Wote wako hivyo. Wote wako hivyo. Kwa sababu wote wamefanana na mimi kwanza, ukiwaona tu unajua. Yani wako kama mimi. Kwa hiyo kila kitu nadhani wamekopi pia kwangu. Wa kiume wote au wa kike au mchanganyiko? Wa kwanza wa kike, wa pili na watatu wa kiume wote. Hongera sana. Bado kama 3 hivi au 4. Bado wanatakiwa wafike hata 6 hivi. Nataka kuwa na watoto 6 au 8. 8. Mashallah, safi sana. Hamna, unajua nini? Kwetu sisi tupo wachache sana. Kwa mama yangu ndo niko mimi mwenyewe kama hivyo unavyoniona. Baba yangu ndo ana watoto 2 wa kike. Kwa hiyo mama yangu anafarijika sana akiwa na watoto wangu. Kwa hiyo inabidi yani niwe na watoto wengi. Na naomba Mungu aendelee kunipa riziki ili mradi niweze kuwa na watoto. Kwa sababu mimi mwenyewe napenda sana watoto. Hapa kwenye jezi imeandikwaje? Hapa. Kodi yetu, maendeleo yetu. Hii ndio slogan yetu. Mambo yanakwendaje? Salama kabisa. TRA wako vizuri. Hawajambo kabisa. Miela ndio lazima iwepo kwa sababu unajua hii ndo mamlaka ya ndo mamlaka kubwa tuseme. Kwa sababu ndo mamlaka ya mapato. Nadhani hii ndo inahusika na kila kitu ambacho kinahusiana na mambo ya mahela yote ya Tanzania. Lazima tulipe kodi. Kodi zako. Maana hata hii slogan sio ya kwetu tu sisi, hata nyie pia ni ya kwenu kwa sababu nyie pia mnalipa kodi. Kwa hiyo na nyie pia inawahusu, pia nyie ni kodi yenu, maendeleo yenu pia nyie. Hakika, niambie maisha ndani ya TRA United yakoje? Maisha ndani ya TRA ni mazuri. Ni mazuri, tunaishi vizuri. Tunaenjoy kama hivyo unavyotukuta tumetulia sasa hivi. Tunaenjoy yani kwa kifupi. Maisha ni mazuri. Tofauti na timu zingine ambazo umepita na TRA United ni upi? Utofauti wa timu ambazo nimepita, unajua kila timu ina changamoto yake na ina mazuri yake. Na bado madhaifu au mapungufu yao bado sijayaona. Umeona? Kwa sababu ni bado mapema. Ni tofauti na timu nyingine unakuta nishacheza labda msimu mzima au nimecheza misimu 2. Kwa hiyo unakuwa unajua yale mazuri na mabaya ambayo hapo ndani ya timu. Lakini kwa TRA mpaka sasa hivi bado mapema. Kila kitu sasa hivi ni kizuri. Sijaona bado pungufu lao. Naona kila kitu ni kizuri. Tukianza kuzungumzia kuhusiana na timu ambazo zimesajili vizuri kwa msimu wa 2025-2026. TRA United inatajwa pia. Kuna wachezaji tofauti. Wapo ambao wana uzoefu mkubwa na ligi lakini pia wapo wale ambao wanachipukia.
Wewe kuona mko wachezaji wa mchanganyiko wa namna hiyo inakupa picha gani kwenye ligi? Kwa mchanganyiko ambao tunao, mimi nanipa picha nzuri kama mchezaji, kwa sababu mimi huwa ni mchezaji ambaye napenda ushindani. Yaani napenda ushindani. Kwa hiyo kama timu yetu tunaona imesajili vizuri, kwa mfano eneo letu sisi la washambuliaji, kuna washambuliaji wengi ambao ni experienced player, unajua, ni wachezaji ambao ni wazuri. Kwa hiyo unapokuwa na wachezaji ambao ni wazuri, ambao mnacheza nafasi moja, mnakuwa yani unaweza wewe kama mchezaji kukuza kile kiwango chako, kwa sababu kwanza lazima mtakuwa mnashindana. Ili muweze kucheza lazima mshindane, lazima mheshimiane, lazima mkubaliane, kwa sababu lengo letu sisi ni moja kama TRA. Kwa hiyo unakuta labda akicheza Lusajo, labda mimi siku nipo nje, naamini Lusajo anaweza kufanya mazuri ambayo hata mimi ningekuepo ningeweza kufanya. Vile vile hata yeye anaamini Adam leo amecheza, mimi labda nipo nje, Adam anaweza kufanya mazuri zaidi, yani nikafurahi kama mimi vile ningekuepo uwanjani. Vile vile Chulunda, vile vile kuna kina Deo, kuna kina Elika. Umeona? Kwa hiyo tunasupportiana. Na kwa sababu timu ina watu ambao ni wazuri na wote ambao wameshafanya vitu, yani washacheza, yani unakaonekana kwamba ni wachezaji wazuri ndani ya ligi yetu na nje ya ligi yetu wengine. Kwa hiyo ni vizuri kwangu mimi, ni vizuri yani sana, napenda, kwa sababu napenda ushindani. Tukishindana kiwango chako hata wewe mwenyewe kama mchezaji kinapanda, unakuwa kwenye level ambayo ni nzuri. Tofauti na ukienda timu ambayo unakuta labda imesajili lakini kuna baadhi ya nafasi labda ilisahau, unaweza ukajikuta labda striker uko mwenyewe au mko wawili tu, lakini unakuta yani lazima tupate changamoto. Lazima yani wewe mwenyewe ujiboost, yani unajua nikizembea kidogo nikilala kuna mtu atacheza, mimi sitacheza. Kwa hiyo tufanyaje? Inabidi wote muwe active. Yani hata kama mwalimu akimpanga leo huyu, kesho akimpa nafasi huyu, anaona kabisa kweli wanaume wanafanya kazi. Ndio timu yetu jinsi ilivyo. Kama ambavyo umekiri kwamba eneo lenu la washambuliaji wapo watu kweli na umewataja hapo, na kila mmoja akisikia hayo majina mwenyewe anasema hawa ni watu kazi. Swala la upatikanaji namba kwako Adamu likoje ndani ya TRA United? Nafikiri kwenye swala la upatikanaji namba hilo ni la mwalimu sana. Siwezi kuliongelea sana kwa sababu mwalimu anajua labda ni mechi gani ambayo naenda kukutana nayo. Labda katika washambuliaji wangu huyu ana silaha hii, huyu ana silaha hii, ni upi ambaye labda nimtumie. Pengine labda mwalimu yani mawazo yake labda ndo anafikiria hivyo. Kwa hiyo anaweza labda kana nitumia mimi labda kwa game fulani, labda mtu mwingine kwa game nyingine fulani, kutokana na game situation ambayo inakuja. Kwa sababu kila game yani inakuja na approach yake. Najua kwa kama kila game inakuja kivyake, ina maana yeye mwalimu ndo anajua ni jinsi gani ambavyo anaweza kututumia. Kwa kama mimi nimepata nafasi, naamini kuna kitu ambacho ameona katika game ambazo amenipa nafasi na yaweza kukifanya, na ndio maana akanipa nafasi. Kwenye benchi la ufundi kuna kocha mkuu mpya Etienne, miongoni mwa makocha bora wenye uwezo mkubwa kulikweli, ametua ndani ya TRA United. Upo pale, ni kitu gani ambacho utakifanya kuhakikisha ya kwamba unamshawishi akuwe katika kikosi cha kwanza? Kwanza kama ulivyosema, ni kocha mzuri, ni kocha ambaye yani hata sisi wote tunajua kwamba alikuwa paka national team hapa Tanzania, ameshawahi kufanya kazi hapa, nishawahi kufanya naye kazi, na yani amenipa maisha. Alishawahi kunipa maisha. Etienne, hebu tuambie namna alivyokupa maisha. Sababu nilikuwa niko JKT, nakumbuka. Nilikuwa niko JKT, nilikuwa nafanya vizuri misimu mitatu. Kwa sababu nilianza Prison, nilikuta Prison iko chini, nikafanya vizuri na Prison. Yeye alikuwepo Tanzania, alikuwa ananiona nafanya vizuri na alikuwa ananifuatilia nadhani. Sababu nilipoenda JKT msimu wa kwanza baada ya kutoka Prison, nilifanya pia vizuri na tukamaliza nafasi ya 5 JKT, nakumbuka. Na katika mtu ambaye alikuwa anashauri, yani hata akikaa na kocha ambaye nilikuwa naye JKT, alikuwa anamwambia vitu vingi sana. Mimi ni mshambuliaji mzuri, natakiwa kuna baadhi ya vitu nivifanye na nini. Na nakumbuka msimu ambao unafuata tena wa JKT ambao walishuka, nilicheza mechi kama 11 raundi ya kwanza. Nilikuwa na goli 7. Na yeye ndo aliniita national team. Aliniita national team kwenye mechi za kufuzu AFCON. Na nikaenda naye katika mashindano ya CHAN ya Cameroon,
Na maana yeye ile kuniita national team, mimi alinipa maisha kwa sababu baada ya pale nilivyorudi nilipata timu nje ya nchi. Nilienda Al Ittihad ya Tripoli. Kipindi ambacho nimeenda Libya, nadhani yeye alikuwa na mchango mkubwa kwa sababu kama nisingeitwa national team sidhani kama ningeweza kucheza nje. Kwa sababu moja ya CV ambazo zinakufanya ucheze nje ni national team. Na yeye ndio aliniita national team. Kwa hiyo kwa kiasi fulani alinipa maisha, yeye ndo alinipa maisha. Adamu, wachezaji wengi wanapata nafasi ya kwenda nje. Kurudi hapa nyumbani inakuwa ni ngumu. Mtu anakuambia nimeshatoka pale, nirudi tena pale nyumbani. Lakini pia wapo wengine ambao wako hapa nyumbani wanatamani sana siku moja waende wakacheze nje. Kwako ilikuwa ni ngumu ama rahisi kiasi gani kutoka nje kurudi tena hapa nyumbani kucheza? Kwanza kwa swala la kwenda nje kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi wanashindwa kuelewa. Kila mchezaji ambaye anacheza Tanzania, labda tuseme ni Mtanzania, hakuna mchezaji ambaye anahitaji kwenda kucheza nje. Umeona? Na kila mchezaji ndoto yake ni kwenda kucheza timu kubwa au kucheza nje ya nchi. Na ukiona mchezaji ameenda nje, amerudi, ujue kuna sababu. Kuna sababu. Aidha labda timu ilikuwa imhitaji, aidha alikutana na changamoto, unajua? Kuna hivyo vitu, lakini watu wengi ambao wanaangalia wachezaji wameenda nje, huyu karudi, huyu kafanya hivi, aangalii source ya kitu ambacho kimemfanya yule mchezaji akafanyaje? Akarudi. Watu wengi wanaangalia tu huyu amefeli. Hapana. Kuna mwingine kama mimi niliomba mimi mwenyewe kurudi. Kwa nini? Niliomba wenyewe. Kwa sababu kulikuwa kuna changamoto nyingi ambazo mimi nilikuwa nimekutana nazo. Kwa sababu kama ni hela nilikuwa napata hela nzuri. Huwezi kusema kwamba eti nitakimbia hela. Hakuna mtu ambaye hataki hela. Kama mimi nimetoka kwenye familia ambayo haikuwa tajiri. Si unanielewa? Haikuwa tajiri. Na ndoto zangu siku zote na familia yangu siku zote wananisupport, wananiombea dua niende nikacheze nje ya nchi au nicheze timu kubwa. Kwa hiyo nisingeweza kwanza kuiangusha familia yangu kwa kurudi tu kwa sababu eti nimeshindwa eti kukaa nje. Hapana, singeweza. Lakini kuna changamoto nyingi ikapelekea mpaka mimi mwenyewe ndo nikaomba timu, naomba nirudi, nikawadanganya tena, niliwadanganya. Nilimwambia mamangu anafanyia operation, nahitaji kuwepo na nini. Uongo yeye niliwaambia. Ukweli kabisa niliwadanganya. Lakini kilichopelekea mimi nidanganye ni zile changamoto ambazo mimi nilikuwa napitia. Nadhani hata familia yangu inajua ni changamoto gani ambazo mimi nilikuwa nafanya. Lakini sikuwahi kuongea kwa sababu kulikuwa kuna wajuaji wengi. Changamoto ni za ndani ambazo huwezi kuzitoa nje ama? Za kule ambapo nilipokuwa. Wengi wanakuja hapa wanasema, unakuta mtu anakuambia mazingira, mwingine anakuambia vyakula. Kwako kubwa ilikuwa ni issue ya vyakula unaweza ukavumilia kwa sababu mimi sikutoka kwenye vyakula vizuri. Familia yangu mimi ilikuwa tajiri. Kwa hiyo vyakula ni vitu vya kawaida. Ila kuna changamoto kwa sababu kipindi mimi naenda bado uchaguzi ulikuwa hujafanyika kama unakumbuka. Libya bado kulikuwa kuna vita. Nafikiri Namungo walienda. Hata ukimwoje Lusajo leo muulize vipi safari yenu ambao mlienda Libya kucheza mashindano ya shirikisho. Muulize atakwambia changamoto kwa sababu wao walienda paka Bangazi kabisa. Atakwambia changamoto ambazo wao walikutana nazo na walienda kucheza mechi na kurudi. Sasa mimi nilokaa miezi karibu 8 inakuwaje? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo nilikutana navyo, lakini sasa kuna wajuaji wengi waliniongelea, yani walikuwa wasemaji wangu bila mimi kujua. Kwa waliniongelea wengine, mtoto sikafanyaje, sikarudi, sikapanda kashuka, sasa mimi siwezi kubishana na mtu. Mimi huwa sijali. Yani ukiongea mimi sijali. Ilimradi mimi nafanya kazi yangu, familia yangu inaishi vizuri basi alhamdulillah. Sawa. Unajua kuna mtu anaweza kawa anajiuliza kama hivyo ambavyo umetoka kusema hapo, kila mmoja alizungumza lake baada ya kukuona umerudi tena hapa Tanzania. Kwa kila mmoja ukasema kwamba alijaribu kuwa kama msemaji wako wewe. Japo kwa ufupi kidogo, uambie tu kwamba jamani, vyote mlivyokuwa mnafikiria sivyo, lakini issue ilikuwa hivi, vile ambavyo vinaweza kuongeleka lakini. Yani kwa swala la Libya siwezi kuliongelea sana kwa sababu kuna mshikaji wangu na kipindi alinioji. Alafu nahisi waliposti kwenye Twitter, ilileta shida. Kwa sababu mimi kuna watu ambao Libya nilikuwa najuana nao walinitafuta na nini, wakamtafuta na mshikaji wakaniambia nimwambie mshikaji afute ile posti na nini. Sasa sio vizuri kuongelea kwa masuala ya nchi nyingine ya watu wakati mimi niko kwenye nchi yangu na naishi vizuri na enjoy. Na hata sasa hivi hapa nikikuonyesha kwenye simu yangu na offer pia ya huko Libya. Libya tena. Kalangu yule. Na aliniambia nisisaini, hata nikikuonyesha hapa utaona mwenyewe. Alikwambia usisaini yeye mwenyewe? Kabisa nisisaini huko Libya. Aliniambia nadhani unaweza ukazisoma.
hizi sitaki uzionyeshe, ila zisome wewe kama wewe. Soma his message, umeona? Ni kweli naziona hapo, ni kweli ya. Soma his message paka asilimia ambazo alikuwa anataka tugawane na nini, umeona? 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 Huyu ni agent wangu ambaye ni mtu wa Libya na ni yeye mwenyewe anaishi Uturuki lakini ni mtu wa Libya. Umeona? Kulikuwa kuna ofa nyingine lakini sasa hivi pametulia na mimi mwenyewe nahitaji pia kurudi. Ila kwenda Libya tena. Nahitaji kwa sababu sasa hivi pako vizuri. Sasa hivi pametulia. Watu wanacheza, watu wanatoka mataifa mengine wanaenda wanacheza vizuri. Kwa mimi sikufeli kwamba nilifeli kwamba nilishindwa. Hapana, timu ilikuwa inanihitaji na nilikuwa na mkataba. Nilikuwa na mkataba wa miaka 2 na tena naondoka, nakumbuka nilikuwa na visa ya kuishi pale na walienda kunigongea tena visa ya mwaka wakitegemea kwamba nikimaliza issue zangu nitarudi. Kwa tumikia kwa muda gani? Nilitumikia miezi 6. Sema niliwahi kwenda, kwa hiyo niliwahi kwenda kwa sababu huku ligi niliondoka nimecheza mechi 11. Nakumbuka nicheza mechi 11 nikaenda kule. Kwa hiyo nilikaa mpaka muda ambao nimeanza kucheza mimi, na maana nilikaa kama miezi 7.5 hivi au 8. Kocha ambaye amekupa maisha ametua ndani ya TRA United ambayo wewe upo hapa. Faraja kiasi gani? Kwanza nilivyosikia anakuja yeye nilifurahi kwa sababu ni mtu ambaye nimeshawahi kufanya naye kazi na najua principles zake, yani utaratibu wake, anavyofundisha mpira najua. Kwa hiyo yani nilijua kabisa yani akifika yani hata kama kuna vitu ambavyo atakuwa amebadilika nitajitahidi yani kwenda navyo sawa, kwa sababu najua nitakuwa sipo mbali kwa sababu najua utaratibu wake na najua ni mwalimu wa design game. Kocha Etienne ni kocha namna gani? Ni kocha mzuri, ni kocha ambaye anapenda kukaa na wachezaji wake, anapenda kuwapa moyo, kuwafanya wao waamini wanaweza kuliko kuangalia watu wengine. Sawa. Narudi nyuma kidogo. Nilikuwa tukisikia jina Adamu unamweka katika orodha ya washambuliaji wakali kweli. Siwezi kusema kwamba sasa hivi labda sio mkali wala nini, hapana. Lakini kuna namna jina kama atulisikii sana. Nini kinazuia Adamu? Nadhani jina ulisikii sana kwa sababu sijafunga bado. Nadhani nikifunga kila kitu kitakaa sawa. Unajua mchezo wa mpira una vitu vingi sana. Umeona, una vitu vingi sana. Kuna nyakati ambazo kama mchezaji au kama timu huwa inapitia. Kuna kipindi timu inaweza ikawa haipati matokeo. Kuna kipindi timu inaweza ikawa inapata matokeo. Kuna kipindi timu inaweza ikawa labda ina draw. Umeona? Vile pia kwa mchezaji kuna kipindi unaweza ukapitia labda kipindi kigumu, labda mechi 2, 3, 4 hujafunga lakini baadaye ukaanza kufunga. Kwa hiyo mimi naamini Mwenyezi Mungu yupo na mimi, naamini nitafanya vizuri msimu huu kutokana na timu yetu jinsi ilivyo. Naamini nitafunga. Wale ambao wanaona mimi sifungi na waomba wavumilie. Wanivumilie tu na wazidi kunipa moyo kwa sababu najua mashabiki zangu wanajua mimi ni mtu namna gani. Naweza kuamua muda wote mechi, najua kufunga. Naweza kufunga yani sehemu yoyote. Kwa hiyo naamini yani ni kipindi tu ambacho ni kigumu labda mimi napitia. Na hata mimi mwenyewe kinaniumiza kwa sababu sikuwahi kucheza mechi 3 sijafunga, sijawahi. Toka nimeanza kucheza mpira sijawahi kucheza mechi 3 hivi sina goli. Sijawahi. Kwa hata mimi pia inaniumiza. Lakini kama mchezaji sitaki kufikiria sana maumivu kuliko kurekebisha. Kwa hiyo napambana niweze kurekebisha ili niweze kufanya vizuri na kurudisha imani ya wale ambao walikuwa wananiamini. Sababu nikianguka mimi nawaangusha pia na wale ambao wananiamini. Wakati unazungumza hiyo ikawa inanijia picha ya mshambuliaji wa Yanga Sports Club Prince Dube. Ya hapo nyuma alipitia kipindi kigumu. Kila mmoja akawa anazungumza vile ambavyo yeye anahisi ni sawa kwa upande wake, lakini baada ya kufunga katika mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika hatua ya makundi, tena mchezo wa mgumu kulikweli dhidi ya FAR Rabat, naona sasa hivi kila mmoja anasema Dube ni mshambuliaji mzuri. Tukimzungumzia kwa mfano Dube, umeona situation alikuwa anapitia. Unamwona Dube kuna mechi niliona ameomba mwenyewe sub. Kosa magoli ameomba sub, lakini ni mchezaji mzuri. Jamaa anajua sana kufunga. Lakini ni situation, yani ni zile situation nilizokuambia. Mchezaji anaweza kupitia kipindi kigumu tu, lakini akidumu. Unajua kipindi kigumu akidumu. Sababu Mungu yupo na kila mtu naenda anatoa riziki. Kwa hiyo kwa watu kama sisi wa mbele lazima tufunge ili tuendelee kupata riziki.
Umeona? Dube hajafunga, watu wengine walikuwa wamekata tamaa, kuna watu ambao wana shukrani. Sio, unanielewa? Kwa sababu anayekushangilia leo ndo anayekuponda kesho. Sio, unanielewa? Kwa hiyo kuna watu wengi walikuwa wanaongea vitu vingi sana kuhusu Dube, lakini angalia. Kaamua mechi ngumu. Kaamua kwa sababu ni mtu ambaye anajua kufunga. Umeona? Na hakukata tamaa. Aliamini kwamba mimi najua kufunga, lakini psychology yangu siweki kwamba eti sasa hivi sifungi nini na nini, labda nimeshuka kiwango, hamna. Ile ni situation alikuwa anapitia, namuombea kwa sababu Dube ni mtu fulani hivi, mtu poa sana. Na namuombea Mungu aendelee kufunga, ile aendelee kuapprove watu kwamba yeye ni mfungaji. Sema ni mtu poa, mna mazungumzo? Na mazungumzo kwa sababu kuna kipindi mimi na yeye yuko Azam. Kuna kipindi mimi na yeye tunafukuzana magoli, yani sisi ndo tunaongoza mimi na yeye. Paka naenda Libya ile, nadhani mimi alikuwa na goli, yeye alikuwa na 6, mimi nilikuwa na goli 5. Nikaja nikafunga goli 2, nikaja nikampita. Umeona? Kwa hiyo hata tukutana tunacheza labda friend match na Yanga nini, ni watu ambao tunaongea vizuri yani. Tunaongea Adam vipi hivi na hivi, tunaongea fresh. Kwa hiyo ni mtu ambaye namuombea kwa Mungu aendelee kufunga kwa sababu kapitia kipindi kigumu. Na katika sisi washambuliaji, ukiona mwenzako anapitia kipindi kama kile, yani lazima kitakuumiza. Sababu mimi najua uwezo wa Dube. Dube ni mfungaji, mchezaji mzuri. Lakini vile unaona Dube anapiga goti, anafanyaje na nini, unaona? Yani wewe kama mchezaji lazima yani lazima na wewe ufeel labda yani ingekuwa mimi ingekuaje. Sio, unanielewa? Lakini umeona kafunga na naamini ataendelea kufunga kwa sababu ni mfungaji mzuri na ni mchezaji mzuri Dube na ni kijana. Ana uwezo pia wa kufanya makubwa mbele zaidi. Mimi ni Muislamu. Mimi naswali swala 5 na katika vitu ambavyo huwa navipendelea mimi ni kuombewa dua. Huwa nasoma dua mimi mwenyewe, pia kuna watu ambao wanasoma dua. Unajua unaweza kumpata shebana nisomee dua, naona vitu vangu haviendi vizuri. Lakini mimi siwezi kwenda eti kwa shehe naombewa nipige picha nionekane niko kwa shehe au video, hapana. Umeona kama mimi nimekwambia kabisa, sifungi, najua ni kipindi kigumu napitia, lakini na swali namuomba Mungu atanijibu siku. Ndio maana na imani na ninakwambia kabisa nitafunga. Na imani nitafunga, nakwambia. Mimi nakuamini kwa sababu nakufahamu. Na kwa sababu nina imani na ninamwamini anayetoa riziki ni Mungu. Kwa hiyo nitafunga tu. Haina haja eti ya kusema eti sasa hivi nianze kuongozana si niende msikiti huu, si msikiti huu, hapana. Dua naweza hata shehe tu akaja nyumbani akakuombea na mambo mengine yakaenda. Mimi nakutakia kila la kheri, maana nasema tukianza kuzungumza hapa tuseme tuyazungumze mengi, siku haitotosha hii. Utaniponza. Na utaniponza kama unavyoniponzaga. Unakuponzaga? Shaka kukuponza wapi? Hebu niambie. Ile umezao ile kule ile. Hebu niambie shaka kukuponza eneo gani? Ile kule. Hiyo siongei. Usije ukawakumbusha wataniua. Wakumbusha? Hapana. Ile unasema kwamba nani yule sio mshambuliaji? Nisameheni jamani. Unaomba radhi? Siwaombi radhi. Sasa niombe radhi wakati nilisema na wenyewe wameona. Ulisema? Sikusema kitu. Sikusema kitu ila kama unakumbuka nilisema ila kesho yake, sasa kesho kutwa yake kama siku 3 hivi tulikuwa tuna mechi. Alafu ni ya NBC ilikuwa ni robo sijui ile. Unaikumbuka ile? Alafu mjomba akapangwa. Kuonyesha kazi. Akapangwa makusudi sijui. Ngabidi niongee na mabeki wangu ngambia jamani akifunga nitauliwa. Bahati nzuri tukafanikiwa kuwatoa. Na penalty ya mwisho nilipiga mimi. Tuwatoa kwa penalty. Kwa hiyo sio mbaya jamani. Afu na nyinyi mkiwa mnaposti vitu, postini na maswali. Kwa sababu mnapoposti vile mimi ninavyoongea mtu anaona kama mimi nimemuongelea mtu fulani. Sina tumwambia waende YouTube sasa hapo. Lakini nzuri tumeweka kitu ambacho umekiongea wewe. Watu wengi wamenitumia video ambazo ni mimi naonekana mzungumzia mshikaji, lakini hawajaangalia swali ambalo nimeulizwa. Sababu swali lilikuwa linaashiria ni mimi kufananishwa na mtu fulani. Mimi nikasema kama mnaweza kufananisha, fananisheni sasa hivi, angalieni kwenye ligi mimi nina ngapi na yeye ana ngapi. Mtaona nani ambaye anastahili kuwa juu. Lakini sasa mambo yalivyoenda kuwa, ndugu yangu,